mchana wa leo tuandamane pamoja na wewe kwa dakika ambazo Mungu ametupatia, dakika 15 ama dakika 20. Bwana wa mabwana atakuwa ameongea katika maisha yetu. Karibisha tu, nisaidie kukaribisha jirani yako kwa ibada ya mchana wa leo. Mwambie kwa ibada, mwambie karibu kwa ajili ya neno la Kristo Yesu, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. Leo kuna mambo nataka kuyazungumza kwenye anga ya mtu mchana wa leo. Na wakati nataka kuzungumza na mtu, naomba tu ya kwamba uwe tayari na uwe makini kiroho, kwa sababu kuna vitu ambavyo nataka kuvisema katika maisha yako mchana wa leo, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. So naomba tu ya kwamba kuwa makini, tuandamane na wewe mpaka dakika ya mwisho katika jina la Yesu. Dadi, naomba sauti please, naomba sauti kiasi katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. Kitabu ni Isaiah 54 in verse 17. Kitabu ni Isaiah chapter 54 in verse 17. Na kitabu cha mwisho ni Jeremiah chapter 33 in verse 1. Nataka nikupeleke mahali ambao Bwana anataka kuweke mahali panatakikana, kwa sababu Mungu anataka kuweke mahali panatakikana. Na wewe fanya bidii kufuatana pamoja na mimi katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. Fanya tu bidii ufuatane na mimi, na dakika ya mwisho Bwana atakuwa amekubariki katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. Dadi, karibu. Isaiah 54:17 inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Haleluya. Rudia tena dadi. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Amen. Baba, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti, ninakushukuru mchana wa leo na mazaa ambayo umetupatia tusikie kutoka kwako Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye analisikiza hili neno popote alipo. Ninamuinua mbele zako nikitangaza nguvu na miujiza katika maisha ya mtu wa Mungu popote alipo leo, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Kuna watu ambaye Baba wanatupata wakiwa ndani ya mtandao kupitia Facebook. My Father, ninawainua mbele zako nikisema watapita ndani ya majaribu. Kila silaha itakayesimama haitafanikiwa katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba, na mtu aseme amen. Sema amen ya nguvu. Haleluya. Maandiko inatuambia kwenye kitabu cha Isaiah 54 mstari ni wa 17, inasema ya kwamba kila silaha itakayeinuka haitafanikiwa katika maisha yako. Kila silaha zilizoinuliwa kinyume chako haitafanikiwa katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Ninataka tu nikutangazie, nikupe habari njema nikisema kila silaha ambao zimeinuliwa katika maisha yako
hazitafanikiwa katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Na kila ulimi utakainuka kinyume chako itahesabika kuwa ni makosa. Ninakuja tu mchana wa leo nikutangazie nikisema ya kwamba kila silaha ambazo zitainuka kinyume na maisha yako hazitafanikiwa, hazitafanikiwa. Nataka kutembea na watu wa imani. Kila silaha ambao zinainuka kinyume chako hazitafanikiwa katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Hizo silaha ambazo zimeinuka juu ya maisha yako, silaha ambazo zimeinuliwa na maadui, silaha ambazo zimeinuliwa na wachawi, silaha ambazo zimeinuliwa na wakanga, silaha ambazo zimeinuliwa na watu wabaya, ninatangaza hazitafanikiwa, hazitafanikiwa katika jina la Kristo Yesu. Hizo silaha ninajua ya kwamba maadui wameinua hizo silaha, lakini hazitapenya kwa maisha yako, hazitapenya kwa anga yako katika jina la Kristo Yesu. Mungu anaambia Isaya ya kwamba every spirit of limitation haitasimama mbele yako. Roho ya limitation kwa maisha yako haitasimama mbele yako, haitafanikiwa. My brother, my sister, ninatangaza mchana wa leo kila roho ambaye imeinuliwa kinyume chako haitapata nafasi kwa maisha yako. Kila roho ambaye imesukuma kwa anga yako haitasukuma, haitawezekana, haitaweza katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye anakutunza kwa maisha yako. Kuna mtu ambaye anasimama mbele zako, na huyo mtu ni nani? Ni Kristo Yesu wa Nazareti, aliyetushindania, aliyetupigania. Umepitia mengi, lakini silaha hata zitakapoinuka hazitafanikiwa, hazitafaulu katika maisha yako. Ninaongea na mtu mchana wa leo, hizo silaha ambazo zimeinuliwa hazitafanikiwa katika jina la Kristo Yesu. Chochote wameandaa, mambo yote wameandaa mbele yako eti wewe umalizwe, eti upigwe, Biblia inaniambia hizo silaha zitainuliwa, hizo silaha zitafanikiwa. Nimekuja na neno la kusema hizo silaha zitafanikiwa, zitafanikiwa. Watainua silaha yao, watainua mipango yao, watainua maneno yao, lakini hawatafanikiwa. Watazungumza mambo yao kinyume, watakufanyia mtihani kinyume, watakufanyia mambo yasiyofaa, lakini nimekuja kusema hawatafanikiwa, 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 hawatafanikiwa. Mipango zote wameweka mbele yako hazitafanikiwa. Watafanya vitu ambavyo viko kinyume na maisha yako, lakini hawatafanikiwa. Ninasema haitafanikiwa, ninasema haitafanikiwa sawa sawa na neno la Jehova. Hili ni neno ambalo Jehova ameliweka katika moyo wangu. Nilitangaza kwa maisha yako ya kwamba hawatafanikiwa. Yoyote anapigana na maisha yako, oh my God, yoyote anapigana na maisha yako hatafanikiwa, 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 hatafanikiwa. Biblia imeniambia hapa ya kwamba silaha zitainuliwa, lakini hazitafanikiwa. Na mimi nimetuma kwako nikuambia ya kwamba yale umepitia, hiyo silaha hazitafanikiwa. Ninasema hazitafanikiwa, hizo silaha hazitafanikiwa. Wapinga mabaya wote watakapoinuka na maisha na mambo yao hawatafanikiwa. Ninasema hawatafanikiwa, ninasema hawatafanikiwa, ninasema watasimama na mambo yao, lakini hawatafanikiwa. Watapanga uchawi wao, lakini hautafanikiwa. Watapanga ukanga yao, lakini haitafanikiwa.
Wamesema ulie sana, watazungumza, lakini Mungu anabadilisha. Mungu anabadilisha. Mungu anabadilisha. Mungu anabadilisha. Mungu anabadilisha. Hiyo wasieshona, Mungu atakubadilishia. Hayo mazingaro na kandani, Yesu atakubadilishia. Yesu atakubadilishia. Umelia vya kutosha nani, Yesu atakubadilisha. Yesu atakeuza maisha yako. Umekuwa na kilio, usiku kucha ni kilio, asubuhi ukienda shughuli ni kilio, lakini nimeleta habari njema ya kusema hicho kilio kimefika mwisho. Kimefika mwisho. Kimefika mwisho. Haleluya. Kimefika mwisho. Wamekupika ndio, lakini Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Nimekuja kutangaza ya kwamba Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Rafiki yangu, Mungu atakutetea. Mama yangu, Mungu atakutetea. Biblia inaniambia silaha hazitainuliwa, hazitafanikiwa kwako. Yoyote atainua mdomo wake juu ya maisha yako, itahesabika ya kwamba ni makosa. Ni makosa. Yoyote anaongea kinyume chako, aelewe ni makosa. Anahesabiwa ni makosa. Anahesabiwa ni makosa. Yoyote anapikana na maisha yako, Biblia inaniambia ya kwamba atahesabika na makosa. Hayo makosa natangaza atahesabika kuwa na makosa. Biblia inaniambia watainua silaha, lakini hawatawezana na wewe. Hawatawezana na maisha yako. Mimi nimekutangazia tu nikisema hawatawezana na wewe. Hawatawezana na wewe. Hawatawezana na wewe. Hawatawezana na wewe. Biblia inaniambia mji wa maili 4. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba walimtuma Petero aende kwa ule mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Kornelio, awambie ripoti ambayo inatoka kwa mbingu, yani inatoka mbinguni. Biblia inaniambia ya kwamba walipofika Yafa, mambo ikabadilika. Mambo ikabadilika. Ninataka nikwambie mambo yatabadilika kwa maisha yako. Mambo yatabadilika kwa nyumba yako. Mambo yatabadilika. Yoyote amerusha maneno mabaya juu ya maisha yako, ninasema mambo yatabadilika. Yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yatabadilika. Yatabadilika. Huyo ndugu alipotoka Yafa wakikuja kwa kina Kornelio, mambo yalitendeka. Nataka nikwambie mambo yanaenda kutendeka sawa sawa na neno la Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Hakuna mtu alienda kwa Mungu na akatoka bila alivyoingia. Na mimi nakwambia mchana wa leo ya kwamba umeingia kwa nyumba hii, hautatoka jinsi ulivyoingia. Hautatoka jinsi ulivyoingia. Yoyote amekufuruka, ninasikia ufunuo inakuja. Yoyote amekufuruka, yoyote ameplikana na wewe, yoyote amenena kinyume na wewe, yoyote ananena kinyume na maisha yako, linasimama kwenye jukwaa hili likisema ya kwamba hayo maneno yao, hizo silaha yao, hayo madhabahu yao, hiyo roho yao, roho ya matusi kwa maisha yako haitafanikiwa. 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 Ninasema haitafanikiwa. Nimetoka mbali na mahali nimeelekea ni karibu. Mahali ninaenda ni karibu. Ninaishi kwa nyumba ieleweki, lakini mahali Yesu anatupeleka ni mahali ambao Yesu anasema mwanangu kaa mahali pale mpaka nikaweze kukubariki. Biblia inaniambia, alimwambia mtumishi wake kaende Yerusalema
mpaka nitakapowabariki. Na mimi ninasema ya kwamba utabarikiwa wewe, utabarikiwa wewe, utabarikiwa, utabarikiwa wewe. Neema ya Yesu Kristo iko juu ya maisha yako. Hiyo neema ikuingie, hiyo neema ikuingie katika jina la Kristo Yesu. Na mtu wa Mungu sema yes. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema silaha zote zitakainuka kinyume chako haitafaulu, haitafanikiwa. Ni silaha gani imeinuliwa kinyume chako? Maandiko yanasema haitafanikiwa, haitafanikiwa. Nakwambia haitafanikiwa. Narudia tena, haitafanikiwa. Hata kama kuna vitu wanakuombea. Unajua kuna watu wakati wewe unalala ujui ni anga gani inazunguka kwa maisha yako, lakini maandiko inaniambia namna gani hizo silaha hazitafanikiwa, hizo silaha hazitafanikiwa. Ninasema hizo silaha hazitafanikiwa. Wainue silaha yao, wainue mikuki yao, wainue mishale yao, wainue madhabahu yao, wainue wapiga ramli wao. Haitafanikiwa, 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 hawatafanikiwa katika jina la Yesu. Hawatafanikiwa katika jina la Yesu, kwa sababu Yesu akiwa upande wako, ni nani atakayenena kinyume chako? Hakuna yoyote atazungumza kinyume chako, kwa sababu kuna mbingu iko. Yani nasema mbingu iko, na hiyo mbingu imefunuliwa kwa ajili ya maisha yako. Ninatangaza mchana wa leo, imani yako izalishe muujiza, nyumba yako izae muujiza, huduma wako uzae muujiza, maono yako yazae muujiza, ushindi wako uzae muujiza. Ninasema miujiza ifatane, 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 ifatane. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe. Haleluya. Yoyote kufunga, ninatangaza leo atakuachilia. Yoyote aliongea kinyume, natangaza leo atakuachilia. Rafiki yangu wa Facebook, ninatangaza Mungu atakuachilia kwa neema yake. Ushindi wa Mungu utafuatana na wewe popote unaenda. Hakuna roho itapishana na wewe. Bwana wa mabwana alituma nabii, akamwambia nabii, ninakutuma Nineve. Enda ambia watu wa Nineve watubu dhambi zao, maana wasipotubu dhambi watamalizwa. Na mimi natangaza ya kwamba Mungu amenituma nikwambie maneno, ndugu yangu, nikwambie maneno, tata yangu, ya kwamba mbingu ipo, mbingu ipo, mbingu ipo, mbingu ipo, mbingu ipo. Yoyote atakayeamini ya kwamba Yesu ni Bwana, ushindi utamfuata. Yoyote atakayeamini ya kwamba Yesu yupo, wokovu ataupokea. Ninasema ya kwamba neema ya Yesu ikiwa upande wako, maadui wasimame, watachukua wenyewe, watachukua wenyewe. Na mtu wa Mungu sema amen. Ninamaliza Jeremiah chapter 33 verse 1. Tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili. Hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi kusema. Amen. Asante mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Neno la Mungu likamjia Yeremia mara ya pili.
Hili neno nasindilia kwa moyo wako, ninasindilia kwa mifupa yako, yende ifanye kazi, izae miujiza kwa nyumba yako, izae miujiza kwa ndoa yako. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu likamjia Yeremia mara ya pili, na mimi nasema mara ya pili tena Mungu anaongea na maisha yako wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu anaongea na maisha yako. Haleluya. Wakati huyu mtu alikuwa bado amefungwa kwa kiwanda cha walinzi, alikuwa amefungwa kwa kiwanda cha walinzi. Wewe umefungwa wapi? Ni nini imefungwa kwa maisha yako? Ni nini umejaribu kutafuta lakini mpaka sasa haijapatikana? Ukijiangalia maono yako, ile maono ulio nayo iko sawa? Wakati ulikuwa unaendelea ulikuwa na maono mazuri. Nini imefunga? Nini imefunga maono yako? Maandiko inasema Yeremia akiwa bado amefungwa kwa viwanda vya walinzi. Hata kama umefungwa kwa wachawi, lazima utoke leo. Hata kama maono yako yamefungwa kwa nyumba ya mashetani, lazima yafunguke leo. Kwa sababu Mungu anasema, akamletea neno tumishi akiwa ndani ya Daudi, ndani ya turuba. Ni wapi wewe umefungwa? Ni nini umejaribu kufanya bado ionekane? Lakini Mungu ashukuriwe, kwa sababu nabii wake alifunguliwa kutoka kwa hiyo gereza. Hebu soma tena baba kidogo. Mstari wa pili inasema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye hili alithibitishe, Bwana ndiyo jina lake. Asema hivi. Asante dadi. Wow. Bwana aliumbalo neno lake, alitendalo neno lake, hili ndilo jina lake. Yani analithibitisha neno lake. Leo acha Mungu athibitishe neno lake katika maisha yako. Amen. Haleluya. Wakati Mungu analithibitisha neno lake, wacha itu Mwokozi, kwa sababu yeye ndiye analithibitisha neno lake kwa wanadamu. Mahali umefungwa, Bwana anaenda kukutoa mahali pale na kulithibitisha jina lake. Yeye ndiye Bwana wa mabwana. Mungu akuonekanie leo. Mungu akutembelee siku ya leo. Mungu akunasue mahali ambapo mashetani yamefunga mambo yako. Mungu akusaidie, ataonyeshe mipango za wabaya katika nyumba yako, katika nyumba yako. Kila sauti ya wabaya Mungu aiondoe. Kila sauti ya mashetani Mungu aiondoe katika nyumba yako. Mungu aiondoe katika maisha yako. Mungu aiondoe katika familia yako, katika jina la Kristo Yesu. Yesu alithibitisha neno lake, alithibitisha neno lake kwa Yeremia. Mungu alithibitisha neno lake. Natangaza mchana wa leo, Mungu athibitishe maono yako. Mungu athibitishe maono yako. Mungu
atipitize maono yako. Mungu atipitize maono yako. Maono yako yatimilike. Bwana atipitize nyumba yako. Bwana atipitize watoto wako. Wapite mbele za Jehova wakisema ya kwamba huyu ndiye Mungu, hili ndilo jina lake. Na huyu mtu alikuwa amefungwa, lakini Mungu akamtoa kwenye gereza. Hiyo gereza umewekwa, ninatangaza umolewe huko, utolewe kwa hiyo gereza. Hiyo gereza ya kilio, hiyo gereza ya mawazo, hiyo gereza ya ushinda, hiyo gereza ya shida, hiyo gereza ya kupungukiwa. Bwana akutoe huko leo. 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 Bwana atipitize neno lake. Neno lake litipitike katika nyumba yako, katika nyumba yako, katika familia yako, kwa kazi yako, kwa biashara yako, popote unaenda. Bwana atipitize neno lake. Neno lake litipitike katika nyumba yako, katika familia yenu. Bwana atipitize ushindi wake katika maisha yako. Wewe uliitwa, na wakati uliitwa, uliitika my brother, uliitika my sister. Wakati uliitika tu, shida zikaanza. Shida zikaanza. Haujawahi kuwa na amani, haujawahi kuwa vizuri, haujawahi kula chakula vizuri. Ni kwa sababu uliitwa. Mwito unaongea. Mwito unaongea. Mwito unaongea. Mwito unaongea. Ulipookoka tu, marafiki zako wa kitambo wakakuponyoka, wakakuponyoka, wakakuponyoka. Vitina vimejaa kwa maisha yako, watu wanakusengenya, lakini ukiangalia wewe hujui mtu yoyote. Lakini kwa sababu hiyo ni mwito, hiyo ni mwito. Haita wakati uliitwa kwa nyumba yako, mzee wako ama mume wako, mume wako akakosa kukuelewa, akakosa kukuelewa, akakosa kukuelewa, akaanza kukupiga, akaanza kukushambulia, akaanza matusi, akaanza kusema maneno. Lakini nasema leo, nasema leo, neno la Jehova, neno la Jehova akamwambia Musa ya kwamba Musa, niko pamoja na wewe, popote nitaenda pamoja na wewe, popote utakanyaka, nitakanyaka pamoja na wewe. Bwana atipitize injili leo. Bwana atipitize leo. Bwana atipitize leo. Bwana atipitize leo. Haujawahi kuwa na amani kwa moyo wako my brother, haujawahi kuwa na amani kwa maisha yako my sister. Lakini Bwana wa mabwana aliyekuwa na Musa, 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 awe na wewe leo, awe na wewe leo, awe na wewe leo, awe na wewe leo, awe na wewe leo. Akatembea na Yoshua, akamwambia Yoshua, mtumishi wangu hayuko tena. Lakini kwa sababu alikueleza maneno, ninatangaza leo hayo maneno. Musa alikwambia uyafuate hayo, na mimi nitatembea pamoja na wewe. Yoshua akaambiwa na Mungu, nitatembea na wewe, nitatembea na wewe, nitatembea na wewe, nitatembea na wewe. Yoshua mtoto wa Nuni akaambiwa ya kwamba Bwana atatembea na yeye. Na mimi ninasema Bwana atembee na wewe, Bwana atembee na wewe my sister, Bwana atembee na wewe my brother, Bwana atembee na wewe. Akamwambia Yeremia, niko pamoja na wewe, niko pamoja na wewe kwenye hiyo gereza, niko na wewe kwenye hiyo gereza, niko na wewe kwenye hiyo gereza, niko na wewe kwenye hiyo masaibu, niko na wewe kwenye hayo majaribu, niko na wewe. Majaribu haitakumaliza, utapita ndani ya majaribu. Wakati majaribu yanakuwa mengi, ushindi unakuwa mwingi. Wakati watu wanakusema sema, hapo ndio Yesu na yeye analitipitiza jina lake katika maisha yako, katika nyumba yako. Bwana atipitize neno lake katika maisha
Kristo Yesu wa Nazareti. Yes. Siku zote wewe unaishi. Umesikia neno. Bariki Baba. Inua watumishi wako. Watembelee. Waachilia neema na ushindi katika maisha yao na nyumba zao. Katika jina la Kristo Yesu tunaomba na moto wa Mungu sema amen. Amen. Mpe Yesu vikelekele na shangwe katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. Kuna mahali mnaenda. Nasema kuna mahali mnaenda. Wakati unakanyaga hivi, unaangalia nyuma, umebakisha nini? Uko moja. Huku wiki songa, nafasi inapatikana. Ukienda tena, nafasi inapatikana. Ukienda tena, ni maili ngapi umeenda? Unakutana na Yesu. Yesu atalithibitisha neno lake. Ubarikiwe mahali unaenda. Ubarikiwe ukirudi. Ubarikiwe ukienda kazini. Ubarikiwe ukirudi nyumbani. Ubarikiwe kwa nyumba yako. Ubarikiwe na mifuko yako na ng'ombe wako. Haleluya. Mungu awabariki. Mungu awatende mema. God bless you. Watu wa Facebook nasema Mungu awabariki. Mungu awainue.